Barabara ni ipi? Ni nini? Okay, hifadhi ya barabara ni nini? Ni kitu gani? Swali zuri sana na ni miongoni mwa vitu ambavyo vimewatesa watu wengi sana. Nadhani watu wengi hawafahamu maana ya hifadhi ya barabara. Kwa tafasiri tu, hifadhi ya barabara ni ardhi au eneo lililotengwa au lililohifadhiwa kwa ajili ya maendeleo au upanuzi wa barabara pamoja na shughuli zozote zinazohusiana na barabara. Ni ardhi au eneo lililotengwa au lililohifadhiwa kwa ajili ya maendeleo au upanuzi wa barabara pamoja na shughuli zingine zinazohusiana na barabara. Lakini hapo napenda kuwekaga na mawasiliano. Kwa hiyo tunaposema hifadhi ya barabara, watu wengi wanajiwaga tu ni ile sehemu lami inapita. Sio ile tunaita ni carriageway au eneo tu la lami. Sasa eneo la lami ni tofauti na eneo la hifadhi ya barabara. Hifadhi ya barabara ni eneo lote lililoachwa kwa ajili ya maendeleo ya barabara au upanuzi wa barabara pamoja na shughuli zingine zinazohusiana na barabara au mawasiliano. Ndio tunaita hifadhi ya barabara. Lakini kutokana na uhitaji wa wakati huo, tunaweza tukaamua kwamba sasa hivi bana, kwa sababu magari yanayopita kwenye hii barabara ni machache, tuweke tu barabara mbili tu, kwamba yanayopandisha na kushuka basi. Lakini mbeleni uhitaji ukiwa mkubwa, tutatumia hifadhi hiyo ya barabara kupanua barabara. Ndio maana napenda kusema kwamba msiangalie tu ile carriageway, yani kale ka sehemu magari yanapita mkajua ndio hifadhi ya barabara. Hifadhi ya barabara ni eneo lote lililoachwa kwa ajili ya matumizi au maendeleo au upanuzi wa barabara kwa mbeleni au kwa miaka ijayo, ndio hifadhi ya barabara. Na uwaga inakuwa kubwa sana. Labda nitolee mfano. Barabara kubwa kama ya barabara ya Morogoro Road tunaita trunk road. Kwa asili au kwa kitaalamu, barabara kama ile inapaswa kuwa na ukubwa wa mita 120. Yani kiwanja cha mpira na kidogo. Sasa wewe ukiangalia tu kale kalami, unaweza kuhisi ndo hapa ukajenga. Kumbe barabara kama ile ni kubwa sana kwa ajili ya matumizi ya baadaye, kwa sababu ndio barabara labda kubwa inayotoka Dar es Salaam kwenda Kapirimposhi huko Zambia au South Africa. Kwa hiyo lazima iwe barabara kubwa kwa sababu inapitisha mizigo mingi. Kwa hiyo labda nitoe rai hapa kwamba kama mwananchi unalo jukumu la kujua kabla hujafanya maendeleo yote ya karibu na barabara yoyote, jua hiyo barabara ina ukubwa gani. Kwa sababu wewe unaweza kaona tu hiyo lami ukahisi barabara imeishia pale, sawa. Alafu labda TANROADS au TARURA wakafanya uzembe kuto kuweka yale mawe ya hifadhi ya barabara, mwisho wa hifadhi ya barabara. Alafu wewe kwa sababu ukaona tu ile lami na yale mawe hamna, ukafanya maendeleo, baadaye watu watakuletea michoro kwamba barabara hii ina mita 120. Utaanza kulalamika, utaanza kutukana serikali, utaanza kuona kama serikali inakuonea na watakubomolea kwa sababu umejenga kwenye hifadhi ya barabara. Kwa hiyo ni kosa ambalo watu wengi sana wanafanya. Huwa hawafuatilii ukubwa wa barabara kabla hajaanza kufanya maendeleo. Kwa hiyo hifadhi ya barabara ni eneo kubwa la ardhi lililotengwa au lililohifadhiwa kwa ajili ya maendeleo au upanuzi. Hii neno napenda sana, upanuzi wa barabara. Pamoja na shughuli zingine zinazohusiana na barabara au mawasiliano. Sasa hapo kwenye mawasiliano ni nini? Hapo kwenye mawasiliano ndo tunahusisha nguzo za umeme. Hapo kwenye mawasiliano ndo tunahusisha nyaya za mitandao ya simu. Hapa kwenye mawasiliano ndo kunahusisha mitalo na mambo mengine mengi. Baadaye tunaweza tukaona hii barabara bana tusipitishe tu barabara ya magari peke yake. Tupitishe na reli hapa. Hii barabara bana tusipitishe tu tupitishe na mabomba ya maji. Unaona? Kwa hiyo hifadhi ya barabara huwa inaachwa eneo kubwa kwa ajili ya shughuli mbalimbali za mawasiliano na barabara. Kwa hiyo ndio tafasiri sahihi ya hifadhi ya barabara. Kuna sehemu bwana nilikuta kulikuwa kuna upanuzi wa barabara unafanya. Hivi nadhani kuna watu walivamia maeneo ya hifadhi ya barabara. Wale watu wakaondolewa, barabara ikasafishwa. Baada ya miezi kadhaa nikaona kuna shedi zinajengwa. Kuna shughuli zingine zinaendelea mle tulipotolewa. Sasa sielewi inakuaje hii. Nimefurahi. Moja ya swali nimekuwa nikiulizwa na watu wengi sana kwamba mbona kuna mtu fulani amejenga kwenye hifadhi ya barabara wakati wananchi wametolewa. Yote ni kwa sababu watu wetu wengi sana hawana uelewa wa masuala ya ardhi, lakini pia watu wengi sana hawana uelewa wa sheria zetu za mambo mengi hapa nchini kwetu. Watu wengi sana, Watanzania wengi hawana uelewa. Labda nikueleweshe pia kwa faida ya watu wengine pia kwamba tunaposema hifadhi ya barabara hatumaanishi kwamba hakuna matumizi mengine yanaweza kufanywa kwenye hiyo hifadhi ya barabara.
Nimesema kwamba hifadhi ya barabara ni kwa ajili ya utanuzi wa barabara na maendeleo ya barabara, lakini pamoja na shughuli zingine za mawasiliano. Lakini hamwezi mkafanya mambo hayo yote kwa wakati mmoja. Barabara inapokuwa inajengwa au mambo ya mawasiliano yanapokuwa yanafanywa kwenye hifadhi ya barabara, inategemea na mahitaji ya wakati huo au ya wakati wa sasa. Kama uhitaji haupo, eneo la hifadhi ya barabara sehemu kubwa linaweza likawa liko wazi. Kwa hiyo pamoja na kuwa wazi kwa eneo hili, sheria imeweka baadhi ya matumizi ambayo yanaweza yakatumika kwenye hifadhi ya barabara. Miongoni mwa matumizi hayo ni moja, unaweza yakapakajengwa maegesho ya magari, parking. Mbona mfano ndugu zangu wale Mlimani City wale wanauza magari, wako kwenye hifadhi ya barabara. Kwa ni moja ya matumizi ambayo yanaruhusiwa kwenye hifadhi ya barabara. Lakini pia unaweza ukajenga maeneo ya burudani. Kama kwenye hifadhi ya barabara kukajengwa bar, kukajengwa garden, recreation center zikatengenezwa kwenye hifadhi ya barabara. Lakini kwenye hifadhi ya barabara pia unaweza kukajengwa migahawa. Ukaomba kibali, ukatengeneza hiyo mgahawa wako vizuri kwenye hifadhi ya barabara. Lakini kwenye hifadhi ya barabara pia jambo jingine linaweza kufanywa ni kutengeneza huduma ya vyoo na mabafu. Nyinyi mmekuwa mkiona kama mnasafiri mkoani, mnakuta mnapitia sehemu. Kwa hiyo zile ni huduma ambazo zimejengwa kwenye hifadhi ya barabara. Lakini jambo jingine kubwa, kunaruhusiwa kujenga vituo vya mafuta, sheri. Unaweza kujenga sheri kwenye hifadhi ya barabara. Lakini matumizi haya yote ndio ainisha kutengeneza maegesho ya magari, kutengeneza vyoo na mabafu, migahawa, maeneo ya burudani, sheri, ni matumizi ambayo anaweza kafanya mtu yoyote Mtanzania. Lakini ni lazima uombe kibali kutoka kwa mamlaka, kwa maana TANROADS au TARURA. Ukijifanyia utabomolewa. Lakini ukiomba kibali, ni sheria inaruhusu. Kwa hiyo watu wengi huwa wanalalamika, mbona tumeona sheria imejengwa kwenye hifadhi ya barabara? Ni kwa sababu hawafahamu, wanahisi kama labda ni kigogo aliyefanya hivyo, au ni mtu ambaye wa serikalini, au ni mtu ambaye ana pesa amehonga, jambo ambalo sio kweli. Sheria inaruhusu baadhi ya shughuli kufanywa kwenye hifadhi ya barabara kama hayo niliyoeleza. Kwa hiyo kama wewe ni Mtanzania na unataka kujenga kituo cha mafuta, unataka kujenga sehemu ya maegesho, unataka kujenga labda eneo la watu kupumzikia au burudani kwenye hifadhi ya barabara, nenda kwenye ofisi za TANROADS, omba kibali. Inaruhusiwa kabisa. Ni jambo ambalo linaruhusiwa kisheria pia. Nafikiria nimejenga bar au sehemu ya mgahawa kwenye hifadhi ya barabara bila kujua, kwa sababu nimekuta watu wengine wengi. Miaka 5 mbele serikali ikahitaji sasa kusafisha eneo lao. Sasa kama mimi nina hizo sehemu kama migahawa ninao pale, ninaweza nikaenda kuombea kibali ili nisibomolewe, wengine wakabomolewa, au itabidi kwa sababu sikufuata utaratibu nitabomolewa alafu nije nikaombe upya? Kuna msemo mmoja wa Kiswahili unasema kuto kujua sheria haimaanishi utapata msamaha wa kosa ulilofanya la kuto kujua sheria. Lakini mpaka serikali iamue kubomoa kwenye hifadhi ya barabara inamaanisha kwamba kuna matumizi nataka kufanya. Kwa hiyo huwezi kupata msamaha huo kama wao wanataka kutumia hiyo hifadhi ya barabara. Lakini ukijua kwamba bana, hapa nimefanya kosa, sijaomba kibali, na kuna changamoto ya mamlaka zetu hasa hizi za serikali kuto kufuatilia mambo kama hayo, kwa sababu TANROADS ina majukumu makubwa matatu. Moja, kutengeneza barabara. 2, kusimamia marekebisho ya barabara na kuhakikisha barabara zinapitika muda wote. Lakini 3, kulinda hifadhi za barabara. Kwa hiyo unaweza kushangaa mtu ameendeleza kwenye hifadhi ya barabara miaka 10, miaka 15, kuna uzembe huo kwamba mamlaka zinakuwa zinashindwa kutimiza wajibu wao. Kwa hiyo isikufanye kwamba ukajisi wewe uko salama. Unaweza ubaya kwenye ardhi ni kwamba unaweza kukaa miaka 3, 5, 10, 20 wasikudisturb kwa kitu chochote au wasikusumbue, lakini siku wakihitaji kutumia hilo eneo watakuja. Ndio hapo kama babu au kama baba, labda kipindi unajenga ulikuwa na nguvu, sasa hivi umechoka, umezeeka, wanakuondoa. Ndio hiyo watu wanaanzaga kulia, tumekupa miaka 30, tumekupa muda mrefu, tumezaliwa hapa. Ndio challenge ya sekta ya ardhi, kwa maana kwamba sekta ya ardhi ina changamoto hizo, kwa maana kwamba baadhi ya mamlaka zinashindwa kusimamia wajibu wao wa kusimamia vitu kama hivyo. Kwa hiyo nitoe rai, usijenge sehemu kwenye hifadhi ya barabara ukajihisi uko salama kwa sababu umekaa mwaka mzima. Ni kosa utakuwa unafanya. Kwanza jua hiyo barabara unataka kufanya maendeleo,
au hiyo hifadhi ya barabara ina ukubwa gani. Mwite mpima ardhi akuambie eneo lako na hifadhi ya barabara upo ndani ya hifadhi ya barabara au uko nje. Na kama ukiona kabisa kuna uhitaji wa wewe kujenga kwenye hifadhi ya barabara, fuata utaratibu wa kuomba kibali kwenye ofisi za TANROADS na utapewa, kwa sababu ni sheria inaruhusu matumizi hayo kufanywa. Hata maduka sio kwamba tu sheli, hata ukitaka kujenga maduka kwenye hifadhi ya barabara omba kibali unapewa. Lakini pamoja na kufanya matumizi hayo yote kwenye hifadhi ya barabara, haimaanishi kwamba hifadhi ya barabara imebadilishwa matumizi. Utapewa kwa muda fulani. Ikatokea kuna uhitaji wa kufanya upanuzi au maendeleo au jambo lolote au shughuli yoyote inayohusiana na barabara, utapewa tu notice ya kuweza kuhama na uwe tayari kuondoka, kwa sababu hilo ni eneo la hifadhi ya barabara.